Tumsifuni Yesu Kristo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe sana. Ni nafasi nyingine ambayo Mungu ametujalia baada ya kutembea mwaka ulio na mengi magumu ya materemko na mipando ya kukwea milima ya maisha na shinda zake. Lakini kwa mapenzi yake Mungu Mwenyezi ambaye ametujalia na kutupa nguvu, tumefika kilele cha mwaka na sasa tunakaribia kutamasisha mwaka katika sherehe za Krismasi na pia kutunukiwa baraka ya mwaka mpya. Kwa niaba ya ofisi yetu katika jimbo hili letu la Marsabit, ningetaka kupeperusha salamu zetu na pia kuwatakieni nyote ambao mmetembea nasi, mmesaidiana na mkawa mashabiki wa radio hii ambao tuipendao ya Radio Jangwani, ili tuweze kushukuru Mungu pamoja na pia tutakiane baraka zake katika sikukuu hii iliyo karibu sana, kesho, sherehe ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwanza kabisa, kama nilivyosema, tushukuruni Mungu kwa yote. Tumekuwa na mengi magumu ambayo yamekumba maisha yetu. Gharama ya kuendeleza maisha hayo na kuyatunza imekuwa ngumu, lakini nguvu ya Mungu ndiyo iliyozidi vile tunavyofikiria. Sisi ndiyo tunajiweza kwa mapato, kwa riziki, na mnajua zote zatoka kwake. Na kwa hivyo ninawaalikeni tushukuru Mungu sana na kwa unyenyekevu. Tulipolemewa pia tuelekeze kwake, ili hayo magumu ayageuze yawe chanzo cha nguvu mpya kwa kumtegemea yeye. Kwangu mimi ninayoonelea ni nguvu tu yake Mola wetu ambaye ametusaidia tufike hapa na tuweze tena kutambua, kama isingekuwa ni nguvu yake na mkono wake, sisi hatungefika hapa. Lakini kwa mapenzi yake, yeye aliyepanga maisha yetu, yeye aliye Baba, Muumba, Mtunza, na anayetaka tushangilie na tufurahie sikukuu hii, na waombeni nyote. Krismasi iko hapa na anatualika hata sisi tukienda kumpokea mtoto Yesu, tuende na roho safi na roho iliyo na amani na majirani zetu. Kama mwakani tumekoseana, kama mwakani tumetengana kwa vyovyote vile, turudiane, ili tukienda katika pango kukumbuka vile alivyosaliwa kwa hali duni, tuwe kitu kimoja kama familia iliyounganishwa na imani, iliyounganishwa na upendo, iliyounganishwa na amani ambayo inatakikana kwa wana wa Mungu. Jambo la pili, tukishamshukuru pia tuchukue jambo hili ya kututumia mwanaye Yesu Kristo ambaye alikubali kuja akajifanya mtu, akachukuliwa mimba na Bikira Maria ili azaliwe kati yetu, na njia hiyo ni ya kutuonyesha atuinue tena na turudishe katika safari Mungu aliyotaka tuishi naye. Hivyo alivyokuja akatufungulia mlango wa mbingu, ili pia tuwe na matumaini. Tulikotoka tutarudi tukiongozwa naye, kwa sababu ndiye muweza na hakuna mwingine. Na waombeni basi tufikiriane na tuwe watu wa kujali maslahi ya wengine. Krismasi ni wakati wa shukrani, ndio, kwa kukumbuka vile Mungu alivyotunukia mwanaye, lakini vile vile tunaambiwa Yesu huja kwa njia mbalimbali. Walio kati yetu wakiwa na shinda mbali,
na tuna uwezo kidogo ama vile tumebarikiwa, tunyoshe mkono wa ukarimu tugawane nao chochote tulicho nacho. Iwe ni mkate, iwe ni chai, iwe ni chochote kile, kitakuwa ishara ya upendo, kitakuwa ishara ya kuanjali ndugu zetu na dada zetu, na wote walioko kati yetu wasije wakabaki tu bila kukumbukwa na yeyote. Kumbuka wewe unakuwa ishara na mimi tunakuwa ishara. Tukinyosha mkono, wao wanaona mkono wa Mungu unaowaelekeza, unaojibu maombi yao. Tuwatembelee, tusherekee ibada hii ya Krismasi kwa furaha. Wale ambao tuna wengi ambao wanashindwa, wanalala vitandani, manyumbani, mahospitali kwa magonjwa mbalimbali ambayo hayana tiba, tuwakumbuke. Kwa sababu Mwokozi alisema yeye alikuja kuwaokoa walio korokoroni aina mbalimbali. Korokoroni kule wamefungwa, wafunguliwe. Rohoni mwetu tunafungwa wakati mwingine na mawazo mabaya, tunafungwa na shinda za dhambi na matunda yake. Atufungulie ili hata sisi tufunguliane na turudiane pamoja. Tufanye upatanisho kama alivyokuja kutupatanisha. Familia irudiane, jamii na wengine wote tusameheane na yaliyopita. Mungu atusafishe tuwe na moyo moja na roho moja. Tunapoelekea pia kwa sherehe hizo, tukiwa wasafi wa moyo, tukiwa wasafi wa fikira zetu na mipango, tuiweke yote mikononi mwa Bwana katika mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka unatualika tena tuangalie nyuma, tuone si nguvu yako, si nguvu yangu iliyoniwezesha tukatuwezesha kufika hapo. Tumuinulie shukran mwanzo wa mwaka na tuendelee mbele tukiwa watumishi wake, kama vile walioko Biblia tunasomewa wengi wanaosema Bikira Maria, mimi ni mtumishi wa Bwana tu. Atakapotutuma katika mwaka mpya shambani lake kushunga watoto, kusomesha wengine, madaktari wengine kueneza neno, na popote pia pale tunapofanya tukumbuke sisi ni watumishi, tuwape watumaini na tujiunge na wengine, tuendelee kujenga ufalme wake na pia kujenga nchi yetu na hasa familia zetu. Tutembee katika Bwana katika mwaka huo, na kusema kweli atulinde na sisi tutamshukuru. Na washukuruni nyote, na ninawaahidi sala zangu, baraka ambazo tutasherehekea katika ibada hii tutabarikisha wote, ili Mungu awe kati yetu vile alizaliwa na akasema yeye ni Emmanueli, atatembea na watu wake. Tumuelekeze yote kwa imani na unyenyekevu na upole wa moyo wa kumhudumia katika yote. Nashukuru Radio Jangwani wanaopeperusha habari hizi, na tunaomba tusaidiane hasa kwa mambo haya ya kutunza radio, kutunza vyombo vyote vinavyotufikisha katika amani na sherehe, kutuunganisha pamoja. Tubarikishe pia taifa letu, tuombee viongozi wa aina yote. Sote tubarikiwe na tufanye tunachotakiwa na sikukuu hizi, kushukuru Mungu na kukumbuka wenzetu. Asanteni na Mungu awalinde, Mungu awabariki. Merry Christmas and a Happy New Year.